wake ndani ya kikosi hicho. Zaidi huyu hapa mwanamichezo Omari Mkorowine alikuwa pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa JK Nyerere kushuhudia mapokezi ya kocha huyo raia wa Bulgaria, na hii hapa ni ripoti yake kamili juu ya kilichozungumzwa baada ya kuwasili kwa kocha huyo ama meneja huyo mkuu wa klabu ya soka wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Yakiwa ni masaa kadhaa baada ya utambulisho wake hiyo jana kama meneja mkuu wa klabu ya soka ya Simba, raia huyo wa Bulgaria Dimitar Pantev pasipo kulaza damu leo amewasili nchini rasmi kuanza kazi na wakali yao wa Msimbazi, na dakika chache tu mara baada ya kutua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amepata nafasi ya kuzungumza machache, hususan akianza kutueleza kwa nini amechagua kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba licha ya kwamba alishakuwa na kandarasi na Gaborone United ya nchini Botswana. Simba is a big team. Simba ni timu kubwa yenye ndoto kubwa kwenye mashindano yote inayoshiriki. Kwa hiyo na hii ni changamoto kubwa kwangu, na ndio maana imechukua muda mfupi kwangu kukubaliana hatua hii na viongozi wa Simba. Nimefanya kazi kwenye ligi tofauti Afrika msimu uliopita. Kabla ya Botswana nimefanya kazi Afrika Magharibi kwa maana ya Cameroon na Sierra Leone, kwa hiyo nina uzoefu mkubwa na mpira wa Afrika. Lakini faida yangu kubwa kuja kufanya kazi Simba ni kwamba nilicheza na Simba nikiwa kocha wa Gaborone. Kwa hiyo nimefuatilia Simba kabla ya zile mechi, hivyo ninawajua wachezaji wengi na vitu vingine, na naamini msaidizi wangu atanipa ufahamu mwingine wa kutosha zaidi, kwa sababu muda hakuna. Kuna mechi muhimu mbele baada ya siku chache. Kwa hiyo naamini haya mapumziko yatatupa faida kubwa ya kupata muda wa kufanya kazi na timu kwa kuwa tayari kwenye hatua inayofuata, kwa sababu lengo letu la kwanza hivi sasa ni kufuzu kwenye hatua ya makundi, kwa kuwa malengo yetu kwenye mashindano haya ni ya juu sana. Lakini jambo lingine ambalo watu walihitaji ufafanuzi ni kwamba ujio wake amekuja peke yake ama na wasaidizi wake. Hapa anaendelea kutujibu. Nimekuja na msaidizi mmoja, labda mwingine anaweza kuungana na sisi. Unajua Simba wana maafisa wao kwenye benchi la ufundi na baadhi yao waliachwa na kocha aliyepita. Kwa hiyo tutajadili, lakini sipo hapa kumtoa mtu. Nafikiri kwa sasa sio muda wa kufanya mabadiliko makubwa kwa sababu hakuna muda wa kutosha, mechi nyingine zinakuja. Kwa hiyo labda tutafanyia kazi vitu tofauti kama uteuzi wa wachezaji kwenye dirisha lijalo la usajili kama ilivyo kawaida kwa kila timu. Kwa hiyo tutaangalia kutokana na viwango vya wachezaji, ila nawaamini wachezaji waliopo na benchi la ufundi wana ubora wa kutosha wa kutoa matokeo. Lakini vipi kuhusiana na mgawanyo wa majukumu kati yake na anayetambulika kama kocha mkuu wa Simba hivi sasa, pamoja na orodha ya mameneja ambao Simba wako nao? Huyu hapa ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ali. Anatolea ufafanuzi kuhusiana na hilo sambamba na mabadiliko ambayo wameamua kuja nayo kwenye benchi la ufundi. Tumempata mwalimu Pantev ambaye job description yake ama mpangilio wake wa kimajukumu anakuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba. Tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kuwa meneja mkuu. Baada ya kumtangaza jana majira ya saa 1 usiku, wana Simba wamefurahi, lakini wamekuwa na maswali mengi kweli. Na maswali haya yanatokana na ukweli ya kwamba tumeintroduce kitu kipya katika masikio na macho yao. Kocha mkuu kazi yake ni ndogo sana, ni kudili na timu mazoezini pamoja na kwenye mechi. Kwa hiyo tumehama kwenye majukumu hayo. Mwalimu ambaye tumemchukua kutokana na uwezo wake mkubwa, tumeamua kumpa jukumu la kuwa meneja mkuu, ambaye jukumu lake sasa ni kusimamia timu yetu kwa ujumla. Kazi yake itakuwa ni pamoja na ukocha kwa maana ya kufundisha mazoezini na kufundisha kwenye mechi, lakini kusimamia mustakabali mzima na ustawi wa wachezaji wetu, ikiwemo swala la usajili, mapendekezo, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani atolewe kwa mkopo, nani achukuliwe. Hiyo ndio kazi ya meneja mkuu. Lakini kusimamia ustawi mzima wa benchi la ufundi, fitness coach ana ripoti kwake,
meneja wa timu anaripoti kwake. Hapa namzungumzia Patrick Reimam. Daktari wa viungo anaripoti kwake, mpishe anaripoti kwake, na kuangalia mustakabali mzima wa kimaendeleo wa kikosi chetu tunapokuwa katikati ya majukumu. Sawa, bila shaka utakuwa umeelewa vizuri hiyo David Kampista na jopo lako la wataalamu hapo studio, sambamba na wale ambao wanatufuatilia hivi sasa kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Omar Mkoroine wa Sports Extra ya Clouds FM. Kabisa. Maswali yamekuwa ni mengi, japo tunaendelea kupata tunasema tafsiri tofauti tofauti kutoka kwa wataalamu juu ya mgawanyo wa majukumu meneja na kocha. Kwa kifupi, kwa namna ambayo nimemsikiliza vizuri na kumuelewa mkuu idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba Ahmed Ali Comrade, big boss wa benchi la ufundi ni Patrick Reimam. Namna bana. Sasa ndio amezungumza hapa au unataka nirudie tena? Sikiliza. The big boss. Sikiliza. Nini sasa unataka kubisha? Big boss ni huyu Dimitar Pantev, ndo big boss. Yeye ndo kocha. Yeye ndo mwalimu wa hiyo kosi. Wanatumia hii lugha ya meneja sababu ya unajua kocha wamempa mkataba hana ithibati. Vipi mzee wangu ithibati? Wewe ithibati hujui maana ithibati? Mimi naijua huko kwetu. Hana ithibati. Kwa hiyo amepewa hiyo ajira na kutokana na cheti chake hakimruhusu kukaa katika benchi kama kocha mkuu. Kwa sababu huyu ana license ya UEFA A. Sawa. Na kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF pamoja na TFF, mwalimu ambaye anapaswa kufundisha timu ya Champions League inabidi awe na diploma na A ya CAF ambayo ina relate na UEFA Pro. Unajua kwa ambaye anafuatilia kwa nukta Master Tindo mwana mtopa anaweza kujiuliza kwamba kwenye mechi ya Simba dhidi ya Gaborone, yes, huyu Bulgaria huyu alikaa benchi. Mechi ya kwanza, mechi zote mbili aliongoza yeye. Ilikuwaje? Mechi ya kwanza aliongoza, naona walipata nini kutoka CAF, ikabidi mechi ya pili walimregister as a manager. Wewe unajua manager anaruhusiwa kusimama, kama unaona nani kama unaona manager wa Yanga nani anaitwa Walter Harrison. So kama unakuta yupo bench pale anasimama na anatoa maelekezo, anakaa bench pale. Kumbe kocha mkuu, kocha msaidizi wanasubiri kutoa maelezo. Manager yupo pale pia katika bench. Kwa hiyo kwa mujibu wa TFF, unakumbuka Azam ilitokea kitu kama hicho kwa Dabo? Yes, na Bruno Ferri. Na Bruno Ferri, yes, kama unakumbuka. Yes. Imesha kutokea hivyo kwa Matola huyu na nini na Amri Said. Lipuli na Police Tanzania. Kocha mkuu. Yes. Mazozini kocha mkuu Matola. Kwenye benchi pale kocha mkuu. Ibane. Kwa hiyo huyu Mazozini atakuwa yeye kocha mkuu. Huko ukija huko kwa touchline manager. Bwana Mongolia ulifanikiwa mzee wangu. Ule mtaala Mongolia uliopitia ule. Hizo mingine zote ni mbwembo tu, lakini mambo mawili yafanyike. Yeah. Na hii italeta kwa mzozo mkubwa sana. Kweli? Serious. How? Inabidi akaji nini wanaita? Akapiga refresher. Fresh course. Apate hii ya diploma A. Yep. Ambayo inaendana na nini na matakwa ya TFF na CAF. Akishindwa hapo kuna mzozo unaweza kutokea. Upi? Bora kutuletea mizengo basi, tumetulia. Tumempata meneja mkuu. Unajua meneja amekuja na meneja msaidizi. Msikia amekuja na msaidizi wake. Meneja kaja na meneja msaidizi. Hapo pale kuna Patrick Reimam naye ni meneja. Aya. Bwana. Unaelewa kama iko? Niko sijaisoma hiyo mzee wangu. Kwa hiyo kuna meneja mkuu na meneja msaidizi. Wamekuja wote. Meneja kaja na meneja. Yesu kaja na benchi lake pia. Sasa meneja anakujaga na benchi. Kwa PK mfano yule mama ana benchi ule. Aya. Bwana. Bwana hiyo kali hiyo mzee wangu. Kwa hiyo huo ndo uhalisia. Na sio mbaya, unajua sio mbaya, lakini huwa nawaza unajua namna ipi ambavyo kunakuwa na mgawanyiko sahihi wa majukumu pasipo kuinterfere
unajua kwa mfano umeiona taarifa leo ya Chief of Scouting. Niliogopa. Uliogopa nini? Wewe vipi taarifa ile nyingine haya? Wewe hujamwona Mels Medo? Amebwaga manyanga. Sio Mels Medo tafadhali. Anaitwa Mels nani, somebody Mels. Huyo yes, ambaye ndo Chief of Scouting wa Simba alichokiainisha kwenye mitandao yake ya kijamii. Hajashirikishwa katika maamuzi mengi, ashirikishwa. Kwa hiyo unaona sana fanya nini sasa? Sio wao, kwa sababu meneja mkuu umesikia taarifa, yani majukumu yake aliyokabidhiwa. Na mimi nakwambia kitu kimoja, kwamba Simba hawakufanya research ya kutosha. Hata mwalimu amekuja tu over sudden, kwa sababu kwanza hawakujua kama Fadlu anaondoka. Hilo la kwanza. Simba hawakujua kama Fadlu anaondoka kweli. Baada ya kuondoka Fadlu, ndio maana wameingia sokoni, mara kwa Gamondi, mara kwa Ahmed Ali, nani kocha wa nini? Ahmed Ali wa JKT Tanzania, yes. Mara kocha si nani, Nabi, makocha wameangalia na wanaopatikana sokoni pengine. Unaona? Lakini hawakufanikiwa. Wamejaribu nje kocha gani ambao nini kwa haraka, na wanataka kocha wa haraka, wakaamua wakubaliana na huyu mwalimu. Lakini baadaye wajakumba ithibati yake hana ithibati. Too late. Kwa hiyo tutafanyaje? Tunasemaje? Tunachange gia angani. Liwalo huyu sio mwalimu, huyu ni meneja. Bwana sio mchezo hiyo. Lakini wenyewe angalia wanapo nini, wanasema wanaweka meneja adhifu kama wanavyoona Ferguson ama kina Mourinho kina nani. Wapi wewe? Lakini yote kwa yote bwana, vyeti havitafsiri chochote. Moja kwa moja. Vyeti havitafsiri chochote, lakini hii ni taaluma. Lakini vinazungumza. Ni taaluma. Najua nini, coaching ni taaluma. Yeah, of course. Wameitoa kule mazoea. Kwa mfano hata waandishi habari tunaona. Yeah, of course. Wanasema ithibati kwa sababu wewe umepitia, at least una diploma, level yako ya elimu, uwe na kipaji, kuna watangazaji wengi very talented, hawajasoma lakini very talented. Lakini hawa serikali wanasema kwamba hii ni taaluma, lazima tuifuate taaluma kama taaluma nyingine. Kwa hiyo lazima kuwe na kiwango at least cha elimu. Na kocha pia ni taaluma pia hiyo. Sio mtu labda umecheza mpira baadaye unakuwa kocha, ama unaozungumza mpira kama hivi baadaye unaongoza kocha, unakuwa kocha. Kuongoza, kufundisha ni kitu kimoja, kuwa na kipaji hicho. Lakini wao wametaka mtu mwenye taaluma, ndio maana wanaweka haya masharti. Na sikufichi, watu wanaona kama kocha ni kazi rahisi, yani kupata hizi nini ni kazi rahisi. Lakini ni ngumu sana. Ndio maana watu wengine kozi zetu hapa tu. Unamaanisha nini? Lakini ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu, yani kusoma na kunini, ukifuata masharti yake yanavyotakiwa, sio mchezo. Ni ngumu sana. Lakini hivyo tusikia kuna kozi fulani ambazo kozi ambao hafeli mtu. Sawa bwana, tumemtafuta aliyewahi kuwa katibu mkuu wa TFF Angetile Osea. Yeye anasema bwana, kuna utofauti mkubwa katika nafasi ya meneja na kocha mkuu, hasa yanapokuja majukumu ya kiufundi kwenye timu husika. Zaidi huyu hapa amezungumza na mwanamichezo Jacob Kapaya. Angetile Osea anafunguka zaidi. Tofauti ipo kwa maana ya majukumu. Unajua hapo kuna manager na kuna coach. Manager ni general, yeye anaweza kuwa ni mkubwa zaidi kwa sababu yeye sio tu ana deal na mambo ya wachezaji, ana deal na mambo ya equipment ya wachezaji, equipment ya technical staff, anakuwa na strategic goals, na ana deal na finances kwenye transfer, anakuwa anahusika sana. Lakini coach kazi yake ni kutranslate the strategic goals za manager, kuziweka kwenye uwanjani. Yeye yuko busy na technical issues, kwa maana ya game plans na nini vitu vyote vinavyohusu mazoezi na mechi. Ndio kazi kubwa ya coach. Lakini manager yeye ana deal na vitu vingi kwa ujumla vinavyohusu timu, maendeleo ya wachezaji, kwa maana ya kwamba kama kuna timu za ages za umri, atakuwa ana oversee zote kwa ujumla na kutaka mahitaji ya kudili na mahitaji yote ya hizo timu na mipango mingine ya technical. Lakini coach yeye anakwenda anatafuta immediate results za uwanjani, kwamba nataka mahitaji gani kwa ajili ya mazoezi, nataka mahitaji gani kwa ajili ya mechi, na nahitaji ushindi
kila wakati yeye anakuwa anawaza ushindi katika mechi na kuja tofauti na manager. Sawa bwana, huyo ni Angetile Osea bwana akizungumza nasi juu ya kinacho leta kigugumizi. Unajua sasa hivi watu unajua wanafanya tafiti, au sio bwana Master Tindwa? Kila ambacho kinafanyika wanadadisi kutaka kupata uelewa. Kwa hiyo sometimes watu ku question sio jambo baya, kwa sababu kadi ambavyo watu wanaendelea kupata maarifa, wanajifunza, wanakuwa wanajiuliza, hawahoji juu ya uwezo wa mwalimu ambaye kiuhalisia amejipambanua katika michezo miwili ya Ligi ya Mabingwa Afrika, ni kocha wa aina gani, au sio bwana? Lakini wanahoji kwenye maeneo ya msingi, utambulisho wake, au sio bwana? Kwa hiyo mwisho wa siku kinachohitajika kwa Simba Sports ball litembee, au sio bwana? Yeah, ball litembee. Ball litembee. Mwalimu katika hizo mechi mbili dhidi ya Simba ameonyesha ana kitu. Hilo la kwanza. Yeah. Kuja kufanikiwa Tanzania ni kitu kingine. Kuja kufanikiwa hapa Tanzania ni kitu kingine. Lakini pia atavumiliwa. Na hilo swali atavumiliwa kwa sababu asema Simba wavumilivu. Nani kakwambia? Simba Sports. Nani kakwambia? Fadlu amemvumilia pasuka dabi sijui ngapi. Mmoja amempa ndo nini? Kwani Fadlu kaondoka kwa sababu maneno ya chini pia hayo. Pamoja na sababu zake zote ambazo amesababisha aondoke, lakini anasikia nini maneno kwenye bega la kulia. Inakuwaje mfungi Yanga? Hata goli moja kuambulia michezo minne tunapasuka tu. Kweli. Kwa Fadlu tutofanikiwa. Acha tutengezea timu tutafute kocha wa makombe sasa. Maneno anasikia nyuma ya bega la kushoto. Akasema kumbe mimi nimepewa ofa hii hapo. Fadlu alikuwa anatamani kuendelea msimu huu. Alikuwa anavutiwa na project kwa sababu zile ofa zilikuja. Lakini mwenyewe akasema nimeanzisha project, ngoja nisepe na yeye. Kuna maneno mengine anasikia kwenye corridor akaona kumbe hawana maana. Akaamua kusepa. Akaamua bana kill them before they grow. Mimi na mkataba. Waue kabla hawajakuwa. Wewe Mbulgaria unavomtazama huyu. Ukimtazama Mbulgaria alivyo yani kwa body language yake. Ana full matatu. Wewe. Check bob namna hii. Alafu ada kipuri fulani huko na huko. Hapo la umri miaka 49. Ni kocha wa kisasa, modern coach. Sahihi. Lazima kocha uone. Ni modern coach na mimi binafsi uvumilivu katika mfano angalia Young Africa sasa hivi wanavyohaha. Kweli. Kuhusiana na huyu Kubwa la Maadui Falls. AKA Kubwa la Maadui. Muona amecheka yule? Wamempa AKA anaitwa mzee wa minuno. Wewe umewahi kumwona amecheka? Sijawahi kumwona hata siku moja. Hata aliposhinda dabi baada alikuwa amekunja namna hii. Watu wengine wasema hana uhakika anachokifanya. Hapana, wakati mwingine unajua watu wanashindwa kuvumilia. Kwa mfano unamuondoa kwa sababu kocha unamuondoa kwa matokeo yakiwa mabaya. Mara nyingi sana anamuondosha kocha. Kwanza matokeo mabaya. La pili kama hakuna maelewano kati yake na uongozi ama dressing room. Unajua vitu hivi ndio vinamuondoa mwalimu. Lakini kama mwalimu anakupa matokeo chanya kabisa positive, hauwezi ukafikiria kumuondoa. Nakumbuka kuna mwaka Real Madrid akifundishwa na Fabio Capello. Ule mwaka Madrid walikuwa wanacheza mpira wa kawaida wanavyosema wenyewe. Mpira wa kawaida bana, hatutaki kocha gani? Aliwapa ubingwa lakini mwisho wa msimu. Akawapa ubingwa waliondoka pale ambao hawakuchukua kwa muda mrefu sana chini ya Del Bosque. Alivyoondoka pale wakamtoa sawa na walisafa tena mpaka kupata mwalimu mwingine ambaye amekuja kuwapa taji. Naelewa? Kwa wakati mwingine unaweza lakini tahadhari ni kwamba anapokuja hapa nchini ameshafika, anapaswa kuambiwa kwamba viongozi wa klabu za Kariakoo wana namna yao, wanajua namna ambavyo wanashinda mechi zao. No, kwa namna yote ile. Lakini unajua kitu kimoja, milio inaanza kwa yani mashabiki sio wavumilivu kabisa. Mashabiki wa soka hasa wa Simba na Yanga sio wavumilivu. Shinikizo linakwenda kwa uongozi. Na shinikizo linakwenda kwa uongozi. Kwa uongozi nataka uongeze lugha moja na mashabiki, ndio hiyo mnafanya maamuzi mengine kukurupuka bila kusubiri. Sahihi. Lakini kama mnaheshimu taaluma ya mtu, unajua kusema hiko.
Mimi na swali Master Tindwa. Kwa nini ninaingia kwenye wale ambao wanahisi kwamba ni kweli viongozi wa hizi clubs za Kariakoo wana namna yao ambayo wanafanya mitikasi yao kupata matokeo mazuri chanya? Kwa nini? Mosi, ushahidi wa moja kwa moja, hawa makocha wana